والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه له ولا ولد وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من أنزل إليه الكتاب فيه رشدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah mtukufu na kumtakia ziada za kheri bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kukuhusieni nyinyi kumcha Allah mtukufu kama ninavyostahili kuihusia nafsi yangu juu ya hilo. Enyi waja wa Allah, mcheni Allah mtukufu, kwa hakika wamefuzu wenye kumcha Allah. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anatupa maelekezo katika Qur'an, katika surat Al-Imran, kwa kutuambia: waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum, na watokee miongoni mwenu kundi. Waltakum, na watokee minkum, miongoni mwenu, ummatun, kundi, watu. Nyie katika jamii yenu wawepo watu. Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi, wanawaita watu katika kheri. Kheri yenyewe ndo ipi? Wayamuruna bilma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Kheri wanayowaitia watu ni kwa kule kuamrisha mema na kukatazana mabaya. Wa ulaika humul muflihun, na watu hawa ndio waliofaulu. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, wanadhania watu Waislamu walio wengi katika zama hizi kwamba Mwenyezi Mungu alitaka waweko baadhi ya watu maalum, kazi yao ni kuamrisha mema na kukataza mabaya, au ndo wenye kazi hiyo. Wamedhani baadhi ya watu wawepo mashekhe maalum, kazi yao ndo kuamrisha mema na kukataza mabaya. Wamedhani watu baadhi yao wawepo watu maalum, hao ndo wanahusika na kurekebisha tabia za wengine, waliobakia wana ruhusa ya kuwafanya mambo yao. Bali kuna watu Mwenyezi Mungu awazindue, wamekwenda mbali zaidi. Wanasema hayo mambo ya kuamrisha mema na kukataza mabaya ni yenu nyie mashekhe, na sisi tuna mambo yetu haya huku. Wallahi inna hadha la fitna. Hakika huu ni mtihani mkubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyokuja katika Sahih Bukhari na Muslim, Mtume anasema: man raa minkum munkara, yoyote mwenye kuona uovu, falyughayyiruhu biyadihi, basi auondoshe kwa kutumia mkono wake. Katika tafsiri iliyokuwa ya kushikwa kwanza ni tafsiri ya Qur'ani kwa Qur'ani yenyewe, na tafsiri ya pili ni Qur'ani kwa hadithi ya Mtume. Sasa Mwenyezi Mungu katuambia litokee kundi. Hilo kundi liwepo katika hali gani? Mtume anabainisha kundi la mwanzo katika kuondosha uovu liwe lina uwezo wa kuondosha kwa kutumia mkono. Jiekeni katika hali zenu, wawepo watu wawe na uwezo kabisa waweze kuondosha uovu kwa mkono. Fa in lam yastati fa bilisanihi, kama hawezi kuondosha uovu kwa mkono, basi atumie mdomo wake. Na Qur'ani imeeleza vizuri kwenye kuutumia mdomo kwenye kuondosha uovu. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema: ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'idhatul hasan, ita watu katika njia ya Mola wako, sawa ukiwaamrisha watende mema au ukiwakataza waache maovu, bilhikma, kwa utumie hekima, walmau'idhatul hasana, na utafute mawaidha yaliyokuwa mazuri, maneno yenye mnasaba kwa ile hali ya mkoseaji.
Kwa hiyo kila mmoja katika Waislamu ana hali yake inayomwajibisha kuamrisha mema au kukataza uovu kwa pahala alipo, sio kazi ya watu fulani peke yao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama akabainisha hali nyingine, akasema fa in lam yastati' fa biqalbihi, kama hawezi kuondosha uovu kwa mkono kwa sababu ya hana mamlaka. Mwenye mamlaka ya kuondosha uovu kwa mkono ni yule mwenye amri ya kutumia nguvu katika dola, huyo ndo ana uwezo wa kuondosha kwa mkono akatumia nguvu. Na mwenye mamlaka ya kusema ni yule aliyesoma akaelimika kwa wadhifa alionao na kwa anayestahiki kuambiwa. Si kila anayekosea huambiwa anapokosea. Kuna wakoseaji wanapokosea huambiwa huko pembeni, kama viongozi wa dini na maulamai wanawazuoni. Hawezi akakosea shekhe wetu, mtu akaja mbele ya kiriri akaanza kumsema hapa, anamdhalilisha. Au kiongozi akakosea, mtu akasimama kwenye membari akamnyosha moja kwa moja, hasa anakosea. Huyu kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhana amewajibisha kutiiwa kwa kiongozi na amewajibisha kutiiwa kwa alim shekhe, kadhalika amewajibisha heshima zao kulindwa. Wakikosea wanakosolewa huko pembeni, hawaachwi. Kwa hiyo anayesema kwenye kukataza uovu anatakiwa akataze uovu kwa nafasi alonayo. Kama hawezi kusema kwa lile ovu analoliona kwa ukubwa wake na udhaifu wa nafasi ya kusema, fabiqalbihi, kwa muda huyu atachukia moyoni mwake. Wadhalika adhafu limani, na hiyo ni imani dhaifu katika daraja za kiimani. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, leo tumekuwa tuna mtihani na msiba mkubwa kabisa, kwamba kaumu ya watu haioni jambo la kuamrishana mema baina yao na kukatazana mabaya baina yao kuwa ni wajibu wao wa dini wa mwanzo kuliko kusaidiana kwenye haja zao za kimaisha. Suala la kuamrishana mema baina yetu siye katika mitaa, misikiti, kwenye baraza tunazokaa, kwenye vijiwe vyetu tunavyokunywa kahawa, kwenye karata zetu tunazocheza, kwenye masoko yetu tunayouza na kununua, kwenye pirika zetu za kimaisha. Suala la kuamrishana mema ni wajibu wa mwanzo kabla ya suala la kumsaidia mtu kwenye maisha ya kawaida. Na ndo rehma za Mwenyezi Mungu ziko hapo. Yaqulullahu subhanahu, Mwenyezi Mungu anasema walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wa kike na waumini wa kiume wao kwa wao baadhi yao ndo wanakuwa vipenzi. Upenzi wa waumini wa kike na waumini wa kiume unapatikana wapi? Yaamuruna bil ma'rufi, upenzi wao unakuja kwa sababu wao wanaamrishana mema, wayanhauna anil munkari, na wanakatazana maovu, wayuqimuna salata, na wanasimamisha swala kwa pamoja, hawaachani. Wayuqimuna salata, wanasimamisha swala, wayutuna zakata, na wanakuwa wanatoa zaka hawa. Wayuti'una Allaha wa rasulahu, na wanamtii Mungu na mtume wake kwenye kuyatekeleza hayo. Yepi? Ya kuamrishana mema, ya kukatazana mabaya, ya kusimamisha sala na kutoa zaka. Haya wanayafanya si kuridhishana wao baina yao au kumuonesha mtu mwingine kuwa tunafanya. Yuti'una Allaha wa rasula, wanafanya hayo kumtii Mungu na mtume wake. Ulaika, watu wenye kufanya maisha yao katika mfumo huu, sayarhamhumullah, hawa ndo watarehemewa na Mwenyezi Mungu. Tusijiulize tatizo liko wapi. Tatizo liko hapo, hatuamrishani mema tukakatazana mabaya, rehma za Mungu zimeondoka. Inna Allaha azizun hakim, Mwenyezi Mungu ni mshindi wa jambo lake, hajawahi kushindwa. Ana hikma ya amri zake na makatazo anapoleta, ana maana yake kwamba faida mkiamrishana mema itarudi kwenu, na hasara msipoacha kukatazana mabaya itarudi kwenu. Leo maal asafi shadidi utampata Muislamu kijana
hakati panki, mfano natoa huo mdogo sana, lakini kuna muislamu mwenziwe kijana kama yeye anakata panki, hawezi kumwambia ndugu yangu usikate panki, Mungu kakataza. Hawezi, anasubiria aje chuoni ndo aje akatazwe na mwalimu, kwa kuwa mwalimu ndo kazi yake kukataza maovu na kuamrisha mema. Huku mtaani hawakatazani, Allah kaondosha rehema zake. Leo ndugu yetu ana harusi yake, kaamua kuweka dufu wanawake na wanaume, mchanganyiko ule, mchanganyiko haramu ule. Hatokei ndugu yake akamzindua akamwambia, ndugu yangu we, hili mdufu ni haramu, huu mchanganyiko, eka kama la wanawake watupu sehemu iliyostirika, hakuna mwanamme, mbona furaha yako itakuwa njema na umebaki katika sheria? Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi judrani almadina, siku moja mtume alipita min judrani almadina, katika sehemu za pembezoni kwenye vikuta vya mji wa Madina. Faraa niswa, akawaona wanawake yadhribna bidufihinna, wakipiga lile dufu lao. Walipomuona wakasema maneno, nahnu jarun min bani najjari marhaban ya khaira almukhtari. Nahnu jarun, sisi ni majirani, min bani najjari, kutoka katika kabila la bani najjari, marhaban ya khaira almukhtari, karibu ewe mbora uliyechaguliwa. Faqala lahunna rasulullah, mtume akasema kumaanisha kile wanachokifanya ndicho, wanawake peke yao wamejitenga. Inna allaha a'lamu, wallahi Mungu anapenda, anajua. Inni la uhibbukunna, lamul muzahlafa, hiyo inaonesha taukidi, hakika yangu mimi ninawapenda nyie Banu Najjari. Kwa hichi kitendo cha wao, wamekaa wanawake watupu kwenye heshima, wanaonesha furaha yao ya harusi kwa mwenzi wao. Leo aeke mmoja wao furaha ya wanawake watupu kwenye dufu lisilokuwa na nyimbo ndani yake, ndo atamsema kwa ubaya, lakini akiweka na nyimbo ndani yake ndo anamsema vizuri. Kumbe alitakiwa huyu arudishwe katika sheria, lakini nani wa kukataza ilo ovu? Kila mmoja anaona halimuhusu. Hawa wako nje ya rehema za Mwenyezi Mungu. Unamuona sa mtoto wa mwenzio mwanamme anaanza kuwa na tabia za kike, unanyamaza kimya, unasema ukimwambia mwenzio kwenye jicho lako kuna jiti, wewe kwenye jicho lako kuna boriti, hujaliondosha, ondosha lako kwanza. Tumechukua falsafa za kishaitani tukazitia katika akili, tahamaki, jamii inapotea. Wala ahad yuharrik sakina, wala hakuna mtu ameondosha ukimya akasema. Watu wanaondolewa kwenye rehema za Mungu, jamii inaharibika. Mtoto wa kike miaka 13 bali 10, 15 anajipamba kuliko anavyotakiwa ajipambe mama yake mwenye mume, wala hakuna mtu anayesema. Watu wote wamenyamaza, rehema za Mungu zimeondoka. Ndugu zangu katika imani, ubora wa huu umma umekuja kwa sababu ya kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Allah mtukufu anasema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nyinyi ndio umma bora mliotolewa kwa ajili ya watu. Kwa nini? Kwa sababu mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya na mnamuamini Mwenyezi Mungu. Kisha Allah akasema, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, laiti wangaliamini walioteremshwa kitabu ingelikuwa ni bora kwao. Minhumul mu'minun, wako baadhi ya watu wa kitabu wachache ni waumini. Wa aktharuhumul fasiqun, na wengi wao walikuwa ni wahuni. Uhuni gani waliokuwa na ahlul kitabi mpaka Mungu akawaita wahuni? Na kwa sababu hiyo Allah akawalaani, na sisi kwa utaratibu ule ule tunawafuata. Na sisi leo wengi tumechukua tabia hiyo ya kuwa wahuni, kisha Mwenyezi Mungu atatulaani. Walikuwaje? Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila, Mungu anasema lu'ina alladhina kafaru, walilaaniwa wale ambao waliokufuru, min bani Israila, katika kizazi cha Banu Israila, ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, kwa kutumia ulimi wa Nabii Daudi na Isa ibn Maryam.
Kwa nini? Walikuwa wanafanyaje? Kanu dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, walilaaniwa huko. Dhalika, hiyo laana iliwafika, bima asaw, kwa kile kitendo chao wao cha kuacha amri za Mola wao. Wakanu ya'tadun, walikuwa waasi na walikuwa wanafanya inadi na inda kwenye madhambi. Kanu, walikuwa la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani mabaya wanayoyafanya. Labisa ma kanu yaf'alun, Allah anasema ni ubaya mno wa haya matendo waliokuwa wanafanya. Yaani ilikuwa hivi, leo mtu mmoja anaimba mbele za watu, anakuja katoka vibaya hajavaa. Mwingine ndo anakunywa pombe mbele za watu, mwingine anatoka na nguo ya ndani tu mbele za watu. Mmoja wao humkataza siku ile, au sifanye hivyo, si vizuri. Kesha wanacheka pamoja. Siku ya pili yule mkatazaji na yeye anatoka vile vile kama alivyomkataza ndugu yake jana. Mungu anasema hii ilikuwa asau wa kanu ya'taduna, walikuwa wanachupa mpaka na hichi kitendo kibaya. Na leo ndo hayo utakuta mtu anamkataza mwenziwe baya, kisha baadaye siku ya pili unamwona na yeye analifanya lile lile mbele ya kadam nasi. Ndugu zangu katika imani, tukatazane mabaya na tuamrishane mema. Amri ya kukatazana mabaya na amri ya kuamrishana mema ndo ilipo salama ya umma huu, na rehma za Mwenyezi Mungu zitatushukia ikiwa kama tutaamrishana mema na tutakatazana mabaya. Tena tuoneane huruma kwenye hilo, na hakuna mbora kwenye kuamrisha mema, wala hakuna mbora kwenye kukataza mabaya, isipokuwa mbora ni yule ambaye atakayefanya kazi hiyo kwa kumtegemea Allah. Kullu ibn adam khata'u, kila binadamu wanakosea. Wa khairul khata'ina tawwabun, na mbora wa makosa ni yule ambaye anayetubia. Ni wajibu wetu ndugu zangu kukatazana mabaya na kuamrishana mema. Si mnazungumza hapo, mko kwenye karata, si mko hapo mnauza biashara zenu, mmoja wenu ghafla anaimba, ghafla anavuta sigara, mkumbushe, usimsubiri shekhe msikitini. Ni wajibu wetu. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura. Alhamdulillah ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوان عباد الله. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما أمرنا جل جلاله في محكم تنزيل وعزيز كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة قدسه وثلثت من بريات أيها الجن وإنسه، فقال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا قوي يا عزيز يا متين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة المسلمين أجمعين، اللهم اصلح ولاة المسلمين أجمعين، اللهم اصلح ولاة المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله والشكر لله رب العالمين. وأقم الصلاة.